wazee wangu, mashekhe zangu, tukiongozwa na shekhe wetu wa mkoa wetu Sheikh Mustafa bin Rajab. Kwa ukweli wa mambo, mimi si wa kuzungumza. Nimetakiwa tu na mwalimu Idi nizungumze, lakini mimi si wa kuzungumza. Kwa sababu kwa nini? Kila mwenye kutengeneza mwiko anajinusuru mkono wake. Na mwiko unapotengenezwa na mzazi mmoja, si lazima atumie yeye watoto wake. Na watoto wenzie wanastahiki kutumia mwiko ule. Na uzuri pia, leo tunaye shekhe wetu wa mkoa, ilipendeza yeye tu akizungumza tutosheke sisi wote. Sababu ni baba yetu katika mkoa wetu. Hiyo kwanza ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, na mimi kwanza mwili wangu si mzuri. Sifa ya tatu, na mimi ni mtu mzima. Sifa ya nne, nimetoka mbali. Naona sifa hizo. Lakini nitafanya kuhusia tu maneno kijitu kizima. Sheikh Mustafa na kina Sheikh Naziru hapa, vijana wetu, kina Sheikh Muhaji, hao wakiongozwa na Sheikh wetu wa mkoa, hao ndio wa kuzungumza, na mashekhe wetu wengine ambao siwajui majina yao. Hao ndio wa kuzungumza, halafu tutajisikia raha zaidi wakizungumza watu kama hao. Sisi tumekuwa watu wazima, tukishafika katika hadhara basi mtuwe radhi. Sasa msitupe majukumu ambao zama hizi tunaogopa. Wenzetu wana nguvu, sisi hatuna nguvu, tunaweza tukavamiwa. Zama hizi zinatisha. Zama zinatisha sana. Lakini pamoja na kusimamishwa, tazungumza si mawaidha. Tazungumza maneno ya hikima. Maneno ya watu aina mbili. Maneno haya huwezi kukuta katika kitabu chochote cha ilmu. Tembea mashariki na magharibi, huwezi kuyakuta maneno haya. Bali utayakuta kwa nani? Kwa kina Sheikh Mujahidi ambao ni watu wazima. Na ndio maana vijana nyinyi mliopata bahati ya kusoma kwa Sheikh Mujahidi mmepata neema kubwa, kwa sababu mnapata elimu ya nje na ya ndani. Kina Sheikh Mustafa, Mwenyezi Mungu amewajalia, wamechukua vitu vizito sana kwa mabwana wakubwa waliopita. Na wao pia wana elimu ya nje na ndani. Ila mimi tazungumza kama nilivyosema, ni kama ni usia au kutahadharishana sisi watu wa zama hizi tusipende kuwadharau watu wa aina mbili. Kwanza, tusipende kuwadharau vijana wetu waliosoma. Kinachotakiwa tuwaendeleze zaidi wasome, wapate kutetea tasawuf. Na pia tuwapende watu ambao hawakusoma, hasa wale watu ambao tunaokuwa kama wendawazimu tusiwadharau. Ndio maneno ya usia wangu. Usia gani? Nasema na usia kwa tuwapende vijana wetu wanayosoma, vijana wadogo hawa, tuwapende na tuwaendeleze kuwasomesha. Na la pili, tuwapende wendawazimu. Hawa wendawazimu unaona katika dunia, wendawazimu hapo aina mbili. Kuna wendawazimu wale ambao wameshikamana na dini, wamekuwa majudhubu. Na kuna wendawazimu waliosoma al-Badiri, wamekula kwa watu wakasoma al-Badiri. Hao pia wapo wendawazimu kama hiyo, aina hiyo. Mimi ninayezungumza ni wazimu wale ambao walikuwa majudhubu. Na ninazungumza vijana ambao wanaosoma dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaipenda dini. Basi na sisi vijana wetu wanaosoma dini tunatakiwa tuwape nguvu zaidi, ili nini? Waendeleze dini. Dini yao watakayoendeleza ndio watakayesababisha sisi tukifa tutajwe vizuri. Naposema kijana, kwanza natanguliza kijana. Lakini nadhani mtatafuta katika vitabu elimu hii haipo, ni maneno ya kijitu kizima. Kijana, namzungumza kijana. Kuna kijana katika zama za nyuma nyingi sana, katika zama
za nchi ya Iraq. Huyo ni kijana katika nchi ya Iraki katika zama za Sheikh Abu Hanifa. Alikuwepo kijana mmoja alikwenda kusoma kwa Sheikh, kijana wa miaka 15. Alipokwenda kusoma kwa Sheikh akakuta na vijana wengine watu wakubwa wa miaka 40, wengine watu wazima miaka 50 wanasoma pale. Katika kusoma kwao na yeye anakwenda kaingia katika kusoma. Lakini siku moja mfalme wa nchi ile zama zile alikuwa Uislamu wake una mushkeli. Akakusanya mashehe wa nchi nzima ile. Akawaambia, nimekuiteni mashehe, kila shekhe nitamuuliza swala, kila shekhe mpaka mashehe wote mmalize. Akamuuliza shekhe wa kwanza, akamuuliza kuhusu Mungu. Mungu yuko wapi? Mwanzo wake Mungu ni nini? Mwisho wake Mungu ni nini? Halafu akasema, Mungu ana kazi gani? Zama hizi Mungu ana kazi gani? Shekhe wa kwanza alipoulizwa akashindwa. Akaja shekhe mwingine akaulizwa siku ya pili akashindwa. Akaja mashekhe wote katika nchi ile walishindwa wote, akabaki shekhe huyo mmoja. Shekhe mmoja huyo ndio alikuwa shekhe wa mwisho. Basi alipofika shekhe wa mwisho ule akaulizwa maswala hayo. Usiku mzima akaenda kupekua msahafu, kapekua hadithi za Mtume, jibu hakulipata. Jibu hakulipata. Kilichozidi bwana mkubwa ule akakesha kumuomba Mwenyezi Mungu mpaka usiku wa manane, kama saa 9 za usiku akaota. Tusikilize vizuri Akaota mji mzuri sana. Mji ule umezungukwa na miti mizuri kabisa. Miti ile akatoka nguruwe, akaja kale miti yote ile, akaubakisha mti huo mmoja. Tunaelewana Alipobakisha mti mmoja ule naye akatoka simba, akautafuna ule mti, akamua ule nguruwe. Basi ule shekha akazundukamana. Mimi nikitegemea nitapata ndoto ya kupewa jibu, napata ndoto ya mji, simba, nguruwe, miti, hii habari kubwa. Basi akawa kahemewa sana, akazidi tena kuchanganyikiwa. Ndio hakuna kulala tena. Mpaka asubuhi ameswali, kakaa pale wanafunzi watakuja kusoma, anaambia leo tusisome, tuna udhuru mkubwa sana. Jibu la kwenda kujibu hana, na yeye ni shekhe wa mwisho. Ataenda jibuni naye ndio shekhe wa mwisho, akishashindwa basi Uislamu hauna nguvu tena. Uislamu hauna nguvu. Basi ilipoendelea vijana wenda kusoma anawarudisha, akafika yule mtoto wa miaka 15. Shekhe nimekuja kusoma. Akamwambia, mwanangu, na maswala mazito niliopewa na mfalme wa nchi yetu, na leo mimi ndio wa mwisho. Nikenda mimi hakuna shekhe mwingine, na nikifeli basi mashekhe wote wamefeli. Nikipasi mashekhe wote wamepasi. Sasa mwanangu, leo siwezi kukusomesha, wakubwa wote nimewarudisha. Naomba tu unisame mwanangu, urudi leo nyumbani, na sina majibu ya kumjibu mfalme. Mtoto akamwambia, baba, shekhe, naomba unisomeshe. Mtoto mdogo yo, naomba unisomeshe. Akasema, hapana, na matatizo makubwa. Akamwambia, matatizo gani? Mwanangu, wewe mtoto mdogo, utajua ni matatizo yangu? Kwani matatizo gani shekhe wangu? Na matatizo kwenda kumjibu mfalme leo, najibu sina. Akamwambia, kadha. Akamwambia, kwani jana usiku shekhe umeota chochote? Nimeota miti, nimeota nguruwe, nimeota simba, nimeota mji. Basi kama hivyo shekhe wangu, jibu limeshapatikana. Jibu limeshapatikana. Twende na mimi nitaenda kujibu. Wewe mtoto mdogo. Wewe mtoto mdogo, wa mashekhe wote wameshindwa, utajibu mtoto mdogo. Waarabu nasema usinyongeshe kidogo, kila kitu kina faida yake. Wewe mtoto mdogo utajibuje? Lakini akakumbuka kwa kila kitu kina faida yake. Hata mtoto mdogo ana faida yake. Hapa twende, lakini shekhe anaondoka na yule mwanafunzi wake, anakwenda katika lile jumba la mfalme, roho yake inadunda.
Mtoto mdogo huyo akanijibia majibu. Mtoto mdogo huyo akanijibia majibu. Haiwezekani. Lakini nifanyeje? Mtoto anasema twende shekhe, mimi nitajibu. Walipofika kwa mfalme, viti vyote vimeenea mashekhe. Kimebaki kiti kimoja, ndio cha yule shekhe. Yule shekhe akafika pale, kwanza tunasomeshana pia adabu. Maana zama hizi tukienda mbele na nyuma kidogo, vijana wengi wanasoma lakini adabu mtihani. Tunaomba vijana wajitahidi kuwa na adabu. Adabu unapokuwa unasoma kwa shekhe wako, shekhe wa mwenzio muone kama ni shekhe wako. Kama unavyoona baba yako, baba wa mwenzio muone ni baba yako. Huo ndio Uislamu unavyotaka, na ndivyo tutakapofaulu sisi vijana wa zama hizi. Kwa hivyo yule bwana kijana akaenda na shekhe wake, akafika katika jumba la mfalme, viti vimeenea mashekhe wote, kimebaki kiti kimoja. Akafika akakaa kwenye kiti chake. Yule mtoto ilibidi naye atafute kiti awekwe, lakini akasema hapana, mimi nakaa chini ya shekhe wangu. Kajikunyata chini kama kitoto cha paka. Kwa adabu, wakati yeye ndo mjibu majibu huyo, basi alipokaa chini, mfalme akasema, shekhe fulani, leo umefika, wewe ndio mtu wa mwisho. Wewe ndio shekhe wa mwisho. Ukijibu umewasababisha mashekhe wenzi wote wafaulu. Ukifeli umesababisha mashekhe wote hawana maana. Basi alipoambiwa hivyo mfalme anamwambia yule shekhe, shekhe akasema atajibu kijana wangu huyu, lakini roho inadunda. Atajibu kijana wangu huyu, roho inadunda. Atajibu mtoto mdogo. Huyu mtoto mdogo atajibu. Akamwambia sawa. Wewe kijana, simama nikuulize maswala. Akamuuliza maswala mengi. Mungu yuko wapi? Na mengine. Akamwambia Mungu, unapotaka Mungu alipo, wewe mfalme unaye roho, una roho. Naye roho mimi katika mwili wangu, nionyeshe roho yako na mimi nitakuonesha Mungu. Kimuonesha roho umekufa. Akaona mtoto ana balaa huyo. Akamwambia, je, Mungu huyu anafanya kazi gani? Aliulizwa maswala mengi. Anafanya kazi gani zama hizi? Yule mtoto akamwambia, bwana mfalme, nashukuru sana, umeniuliza maswala mengi nimekujibu, lakini hili sikujibu. Anayeuliza anakaa chini na anayejibu ndo anakaa juu. Kwa hivyo teremka juu kwa ni kujibu. Teremka mfalme, unajua mifalme ile mijinga. Mifalme mijingi ilikuwa mijinga zama za nyuma. Likaporomoka lilezee mpaka chini. Likakaa, akamwambia ukae hapa nilipokaa mimi kwa shekhe wangu, upige magoti hapa chini. Mfalme akakaa hapa. Mtoto kapanda juu. Akamwambia hii ndio kazi yake Mungu zama hizi. Aliyekuwa juu kumpeleka chini na aliyekuwa chini kumpeleka juu. Hii ndio kazi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umeteremshwa chini, umekaa chini ya shekhe wangu na mimi nimekaa juu. Mfalme akasema, mama kweli wewe shekhe fulani, wewe una elimu kubwa kuliko mashehe yote. Kumbe aliyejibu mtoto wake. Takbir. Kumbe aliyejibu ni mtoto wake. Ya kumbe alikuwa juu chochote. Kwa hivyo hata sisi vijana wetu tusiwadharau, wana faida. Walipotoka pale, shekhe yule akapewa ndio kawa shekhe mkubwa wa mashehe wote katika nchi ile. Akikanusuriwa na mwanawe mtoto mdogo tu. Waliporudi akampa, mwanangu, wewe umeninusuru kweli kweli? Umejibu, umepata wapi majibu? Akasema, pale nilipokuuliza umeota ndoto gani, ukaniambia nimeota ndoto kuna bustani kubwa. Bustani ile imezungukwa na miti. Katika miti ile akatoka nguruwe akaitafuna miti yote ile. Ukabakishwa mti mmoja, alafu mti mmoja ule akatoka simba akamla yule nguruwe. Akamwambia, hiyo ni ndoto uliyota shekhe, manake ni vipi? Bustani ndio ujio wenyewe. Na ile miti ndio mashekhe wote wa nchi hii. Ule mti mmoja uliobakia ndio wewe shekhe wangu. Na ule simba ni mimi, na ule nguruwe ndio ule mfalme tumemtafuna. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.